Ana mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Tumeweza kuona ni namna gani ambavyo Esma Patam ameweza kupambana kuweza kumfanya Bi Zuchu aweze kuenjoy na kufurahi katika maisha yake, na leo hii ameweza kumkaribisha nyumbani kwake na kumwambia kwamba anatakiwa kuweza kujisikia kuwa na amani kipindi hiki ambacho alichokuwa nacho, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha yake, na wengi wao walikuwa wanatamani kuweza kujua mengi zaidi juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Lakini ndo kama hivyo, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kubadilika, na wengi wao walikuwa wanatamani kuweza kujua mengi zaidi. Lakini ndo kama hivyo, maana kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikitokea katika maisha yake, na wengi wao walitamani kuweza kujua mengi zaidi juu ya hiki ambacho kinachoendelea, kwa sababu tunaona Esma alikuwa moja kati tu ambaye alikuwa hamuhitaji kabisa Zuchu, na alikuwa anamuongelea vibaya mitandaoni akisema kwamba kaka yangu hawezi kuwa na mwanamke ambaye asiokuwa na shepu. Lakini leo hii ndiye mtu ambaye anamkubali sana na anamuombea sana kwa Mungu aweze kufikia malengo ambayo aliweza kujiwekea katika maisha, na anakiri kwa makosa ambayo aliweza kuyafanya kwa muda ule ambao alikuwa akimdhihaki sana bibi Zuchu. Lakini ndo kama hivyo, wanasema siku zote watu wakishatambua makosa yao tunatakiwa kuweza kuwasamehe na maisha mengine yaweze kwenda, kwani Zuchu aliweza kutumia nafasi hiyo ya kuweza kumsamehe na kumfanya awe bora sana kwa watu. Lakini kitu ambacho anachokifanya bibi ya Esma kiukweli kwa kipindi hiki ni kitu kizuri sana, kwa sababu alikuwa akimdhihaki sana Zuchu kwa kipindi cha nyuma, lakini leo hii ameweza kutambua ameweza kufanya makosa, hivyo hana budi kuweza kuomba msamaha kwa wafuasi wake ili kuweza kuweka sawa hiki ambacho kinachoendelea. Na tumeweza kuona walipelekana mpaka dukani, na bibi Zuchu aliweza kumfanyia surprise, pia akamnunulia baadhi ya vitu vya hapa na pale, lengo kuweza kudumisha upendo ambao waliokuwa nao hawa watu wa